Imeelezwa kuwa ni kosa la kisheria kuposti picha ya mtoto mtandaoni bila ridhaa yake au kuposti picha ya mtu bila ridhaa yake, ambapo adhabu yake ni kwenda kutumikia kifungo cha miaka 3 jela au faini ya shilingi milioni 5 au kutumikia vyote kwa pamoja. Haya yameelezwa na mkaguzi msaidizi wa polisi Wilfred Willa kutoka makao makuu ya polisi Dodoma, kitengo cha dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto, katika semina ya siku 14 iliyoandaliwa na mgodi wa madini wa GGML kwa maafisa watendaji wa kata na vijiji na wenye viti wa mitaa na vijiji. Kumekuwa na ukatili mwingi ambao unafanyika mitandaoni na watu wengi wamekuwa hawajui kwamba wanafanya ukatili, na ukisoma sheria ya makosa ya mtandaoni kifungu cha 23, hii sheria namba 14 ya 2022 inaeleza pale unyanyasaji kwa njia ya mtandao, ambapo sheria imeweka wazi kabisa kwamba mtu hataruhusiwa kufanya mawasiliano au kuposti kitu chochote kile mtandaoni kupitia kompyuta, na kitu hicho kapelekea kupata ukatili kwa mtu mwingine au maudhi kwa mtu mwingine. Sasa wazazi wengi wamekuwa na tabia ya kuposti picha za watoto wao mitandaoni wakiwa na nia njema, sio nia ovu, lakini wanasahau kwamba huyu mtoto anakuwa na kesho kuta mtoto huyo atakuja kuwa na wadhifa wake tofauti, lakini picha hiyo kwa sababu inaishi mtandaoni, mwisho wa siku unakuta hiyo picha inampelekea kupata maudhi yule mtoto, hivyo unakuwa umemfanyia ukatili wa kijinsia akiwa mtu mzima. Lakini wakati unaposti ulikuwa unajua kwamba unafanya kitu ambacho ni cha kawaida sana, lakini tunasahau kwamba mitandao ya kijamii, hizi kompyuta zinaishi, na katika kuishi huko mtoto pia anaishi na anakuwa na tabia ya mtoto inabadilika na hadhi yake inabadilika, inakuwa mwisho wa siku unakuta picha ambayo iko mtandaoni na heshima ya mtu ambaye amemposti kwa kipindi hicho haiendani. Kwa hiyo unakuta umemfanyia ukatili wa kijinsia kwa kufanyia kitu kinachoitwa maudhi au kurusha picha ambayo mwisho wa siku inamdhalilisha yeye kama mtoto, lakini sasa wakati huo ni tayari ni mtu mzima. Na sheria hii iko wazi, inaeleza kwamba mtu akitiwa hatiani basi ataweza kulipa faini ya pesa sio milioni 5 au kufungwa jela miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni iase sana jamii tuache tabia ya kupiga picha ovyo na kuzirusha mitandaoni bila ridhaa ya watu wahusika. Ingawa mtoto mdogo hana ridhaa, lakini anapokuja kuwa mtu mzima anaona ile picha mtandaoni inamuumiza, kwa sababu anakuta unamdhalilisha kwa kipindi hicho. Mtoto kwa sasa ukimposti mtandaoni hapati madhara kwa sababu hawezi kuona, lakini akija kwa mtu mzima akiona mtandaoni umempigia picha akiwa amevaa nguo za hovyo hovyo, kesho ni mtu mzima na heshima zake, unakuta umempigia picha amevaa nguo labda makalio yako wazi, anajisikiaje akiwa mtu mzima? Kwa hiyo inamuumiza kisaikolojia na hawezi kuchukua hatua kwa sababu ni baba alimposti au mama alimposti, lakini kimsingi kisaikolojia anakuwa ameathirika kwa kiasi kikubwa. Lakini pia jamii inakuwa mtu wa ajabu kwa sababu wamezoea kuona mtu mwenye heshima, lakini akiona picha zako za utotoni wanaona kama ulikuwa mtu wa ajabu, kumbe mzazi ndo amefanya uonekane mtu wa ajabu kipindi hicho kwa sababu tu aliposti mtandaoni. Kwa mujibu wa sheria haijaruhusu mzazi au sio mzazi kuposti picha. Kwa hiyo maana yake hata mtu akija kuposti, mtoto akija kulalamika, nafikiri mzazi anaweza akatakia kujibu kwamba kwa nini mposti mtoto bila ridhaa yake mtandaoni. Kumbuka mtoto sio mali yako, mtoto ni mali ya jamii, ni mali ya serikali.